Haleluya. Asubuhi ya leo tumeweza kusikia maneno kutoka kitabu ya Exodus 3 verse 1. Unaweza soma mpaka pale verse 9 ili ukaweza kuelewa vizuri. Vile Musa alitokesewa na malaika wa Bwana mahali alikuwa amechunga. Kijiti yake ikatokezea moto. Akatokesewa na malaika wa Bwana na kijiti haikuweza kuchomeka. Ukajua ya kwamba ukiwa na neno la Bwana hautachomeka. Ukiwa unaniinua jina la Bwana kila siku unaamuka tu unaniinua juu, hakuna siku neno la Bwana itachomeka. Hakuna siku utafanya kazi ya Bwana utakutwa na moto ikuchome. Hautachomeka katika jina la Yesu. Hautaangamia katika jina la Yesu. Maana huyu Mungu ako pamoja na wewe. Bila alitokesea Musa akatuma malaika akamtokesea pale ili akaokoe wana wa Israeli. Ndivyo atakuokoa nyumba yako siku ya leo. Ndivyo atatuma malaika wa kuokoa nyumba yako. Ndivyo atatuma malaika mahali popote unakanyanga wakakutokesea wakikuokoa bila aliokoa wana wa Israeli. Maana walikuwa kwa mateso kubwa sana wakiwa wanateswa na wana wa Misri. Siku ya leo tunaona ya kwamba Musa alitumiwa malaika na Bwana na akaogopa sana hata hakuamini. Akaangalia ndio aweze kutazama ile kijiti kweli imetokesewa na moto na ikuchomeka. Hiyo ni maajabu ilichangaisha Musa. Na ndio nasema siku ya leo Mungu akaweza kutusaidia. Malaika wa Bwana akatutokesee, akatufanyie maajabu ya kushangaisha watu. Akatufanyie maajabu maana yeye anaweza. Maana hakuna mwingine kama yeye. Akafanye maajabu kwa familia zetu. Afanye maajabu kwa biashara zetu. Afanye maajabu mahali popote tutatembea. Atume malaika wa kutembea nasi, atume malaika wa ulinzi. Maana yeye ako na uwezo na anastahili. Maana hakuna mwingine kama yeye. Ni yeye tu anaweza. Kitabu ya Exodus imetuambia maneno haya siku ya leo na tunasema asante na shukuru kwa neno ya siku ya leo, maana Mungu atatupea malaika wa ulinzi na wa kutulinda. Amina. Ni hayo tu. Naomba Mungu mkaende mkasome kwa hiyo kitabu ya Exodus 3 kuanzia verse 1 hadi verse 9 na mtaelewa zaidi. Amen.